Na ni Jumatatu nyingine tena mtazamaji, ambapo tunakutana kutikisa mawimbi ya NTV Mashinani. Mduara wa taarifa za kaunti zote 47, ambapo tunasema kila siku hii ni yako. Tunakuhusisha kwa njia moja kwa moja, maana mchango wako ni wa maana kuu. Karibu, mimi ni Lois Ngoi, lakini kwanza kabisa nikufahamishe jioni ya leo nimekuandalia nini. Na hii ni jambo inahitaji suluhisho ya haraka, sababu kwa karne hii watu kuendelea kupoteza maisha kwa sababu ya mambo madogo kama uwizi wa ng'ombe ama mambo ya boundary. Wakazi mpakani Transmara walalamikia juhudi hafifu katika kutatua mzozo kati ya jamii za Wakisii na Wamasai. Watu 3 walifariki kufikia wiki jana, wengine wakiuguza majeraha ya risasi. Mchanga uliomwagwa na serikali kwa madhumuni ya kutengeneza barabara walazimu wakazi wa Kasino na maeneo hayo kuhairisha majukumu yao ya kila siku. Okay, baadaye nilikuwa nahudumia customer kama tuseme kama 5 hivyo. Sasa hizi zimeongezeka imefika hadi 15. Ni afueni kwa wafanya biashara wadogo huko Embu. Hii ni baada ya ujenzi wa maduka ya kisasa kuanza na kuwaletea wateja na kipato kikubwa. Nikajaribu kwenda shule nikiwa huku, lakini ikashindikana, nikawaja shule nikiwa na miaka 17. Na tutakufahamisha ni kwa nini Johnson Kesir aliye na mamilioni ya wafuasi kwenye TikTok ameamua katu hatupata watoto maishani. Mtazamaji wangu, kama ilivyo ada, kabla ya mashinani tupate makuu ya kitaifa. Rais William Ruto ameanza ziara yake ya siku 3 katika kaunti ama jiji la Nairobi, ambapo amezindua miradi kadha wa kadha, ikiwemo taasisi ya mafunzo anuai ya Kamukunji, nyumba za bei nafuu na ukaguzi wa mpango wa kustawisha mto Nairobi. Huduma za matibabu zimeendelea kutatizika kote nchini, huku madaktari wa kaunti ya jiji la Nairobi wakisisitiza kuanza mgomo Alhamisi hii iwapo maslahi yao hayataangaziwa kikamilifu. Miongoni mwa malalamishi yao ni mazingira duni ya utendakazi, ukosefu wa bima ya afya na kusimamishwa kwa mishahara ya baadhi yao tangu mwezi Novemba mwaka jana. Hali ya mshike imeshuhudiwa katika eneo la Kona Mbaya kwenye barabara ya Kitale Eldoret baada ya rabsha kuibuka kufuatia kifo cha mwanaume mmoja kilichosababishwa na mmoja wa viongozi wa nyumba 10. Mtazamaji wangu, karibu tuzame mzima mashinani. Mwelekezi wangu, sijui tunaanza wapi leo? Tuanze katika kaunti ya Narok, eneo la Transmara, ambapo uhasama unaoshuhudiwa kati ya jamii za Narok na Kisii umekuwa donda sugu kwa muda mrefu, wakazi wakibaki kutatizika kutokana na ukosefu wa amani na usalama katika mipaka ya maeneo hayo. Mgogoro ambao mara kwa mara umesababisha majeraha, uharibifu wa mali, huku watu 3 wakiripotiwa kufariki kufikia sasa. Juhudi za kutafuta suluhisho zimeonekana kutozalisha matunda. Swali kuu ni je, kutawahi patikana suluhu ya kudumu kwa mzozo huu wa kihistoria? Mwanahabari wa kanda ya Narok Tobias Meso anatufungulia NTV Mashinani na swali hilo. Uhasama unaoshuhudiwa mpakani Kisii na Narok na ambao umekuwa donda sugu siku nenda siku rudi utaikuwa na suluhisho. Nimeweza kuungana na wenyeji kutoka hapa Narok ili tuweze kupata maoni yao na kuweza kujua haswa kama wanaweza kuwa na maoni ambao inaweza leta suluhisho. Watu wanaoishi pamoja, wanaopakana, ni bora amani, ni bora kila group wajue ya kwamba kama nyinyi ndio mnapakana na mtu yeyote yule, wewe ukisonga kiasi nyuma ama kama ni yule mwingine ambaye atasonga kiasi nyuma, bado nyinyi tu ndio mtakuwa katika ile mpaka, bado nyinyi tu ndio bado mtakuwa jirani. Ni kitu ya kuhuzunisha kwanza kusikia watu wanapoteza maisha kwa sababu ya ng'ombe moja, na hii ni kitu ambayo imekuwa inaendelea kwa miaka, na hii ni jambo inahitaji suluhisho ya haraka, sababu kwa karne hii watu kuendelea kupoteza maisha kwa sababu ya
mambo madogo madogo kama wizi wa ng'ombe ama mambo ya boundary, inafaa jamii zote wakae chini, watafute wazee wa pande zote mbili, watatue hii. Kwanza kabisa tumesikitishwa ya kwamba tunapoteza maisha ya watu kwa sababu ya ng'ombe. Hili ni jambo ambalo limepitwa na wakati, na tungependa kusihi hizo jamii ambazo zinahusika waweze kuketi chini ili watafute suluhisho kwa kutumia dialogue, kwa sababu vita haiwezi saidia, tutapoteza maisha ya watu. Na pia tungependa kusihi serikali iweze kudeploy security forces kwa wakati unaofaa ili tuweze kusaidia hizo jamii. Swala kuu ni je, kutawahi patikana suluhisho mwafaka kati ya jamii hizi ambazo zimekuwa zikizozana tangia siku nenda siku rudi. Nikurudisha kwako studio Luis, mimi ni Toby Meso. Asante sana Toby Meso. Bila shaka mtazamaji wangu, ni taarifa ambayo ataendelea kuifuatilia. Tutoke mashinani ya Narok hadi ile chini kidogo ya kaunti ya Nakuru, ambapo wakazi wa mtaa wa Kasino na Mutirithia Molo waliamua kujitokeza kujitengenezea barabara pamoja na kutendeza mchanga uliomwagwa na serikali ya kaunti ya Nakuru. Wakazi hao wamelalamikia kutatizika kwa shughuli za usafiri kwa muda wiki moja sasa, wasijue mahali kwa kugeukia. Mwandishi wetu wa Molo Jimson Ndungu anatujuza jinsi hali hiyo imewalazimu kutoenda makazini, huku mvua kubwa ilionyesha hapo jana ikiingia hadi kwa manyumba kufuatia kuzibwa kwa mabomba. Shukrani za dhati upande wa pili wa studio. Niko katika maeneo ya Kasino Moro, ambapo serikali ya kaunti ya Nakuru iliweza kutembelea mahali hapa na ikamwaga mchanga, na kwa wiki moja sasa hivi hawajaweza kutandaza. Lakini siku ya leo wananchi wameweza kujitokeza na wakaamua watajitandazia wenyewe. Tumeteseka sana juu ya mchanga tulimwagiwa kama wiki moja iliyopita. Tunashindwa tusikie zilimwagwa, lakini wa kutandaza hakuna. Magonjwa yakiwa tunabeba na mgongo. Sasa mpaka imefika wakati kumenyesha, tunaona tujitolee, si tujitengenezee. Leo tu kwenda kibarua. Ndio sasa gari yenye tungena naye iko hapa ndani imekwama. Sasa tuliamua tufanye kazi ndio tuone kama twist gari itatoka tuende kibarua. Vijana wa bodaboda, watu wa bodaboda hawawezi wakaingia. Wale watu kama sisi tunatumia magari, hatuwezi tukatumia magari, tunatumia miguu, tunaacha magari town na gharama imekuwa juu. Wamama ambao wanaendea vitu soko ambao ni wa vibanda hawawezi wakaendea kwa sababu pikipiki haiwezi kaingisha ndani. Wanatumia migongo na ambayo ni mizigo mizito sana. Shughuli hii kijiji imesimama. Hakuna kuingia, hakuna kutoka. Watu wenye tulikuwa tunaingia kama na motorbike nini, misigo yote imesimama, hakuna shughuli inaendelea kabisa. So sisi tunaomba kama wakaaji wa hii kijiji kama watusaidie ama wakuja watoe hivi vitu zao waende nazo. Kuliko tubaki tumehangaika na tumetegemea kama serikali itusaidie, na kumbe ni kutunyanyaza kabisa. Vitu kutoa soko kufika hapa ni shida. Labda tutoe soko kukuja hapa unalipa ama unabeba na mgongo, na pikipiki kukubeba inakulipisha bei kali. Watoto waendi shule kama venye kulianza kunyesha kutoka jana, wengine hata waendi shule wanabaki nyumbani. Mimi ni mkulima, siwezi hata leo kumenyesha nibebe begu nipeleke shamba upande wa Kagawa. Sasa jameni, hii serikali kwa nini inatutendea namna hii? Sisi ni walipa kodi, tumelipa kodi, tunatoa kila kitu, alafu wanakuja kutuwekea kublock. Hata heri wangewacha ikae vile ilikuwa bereni. Shida hii hayuko kwa hii kijiji peke yake, bali kuna vijiji kama Mutirithia, Huruma. Tutaweza kuzungumza na uongozi wa kaunti ya Nakuru waweze kutuelezea hii shida itasumbua wananchi hadi lini. Nikiripotia NTV mashinani kutoka Moro, kaunti ya Nakuru, jina langu ni Jimson Ndungu. Karibu kwenye ripoti yako. Na mwendo umemwona kwenye mtandao wa TikTok aliko na mamilioni ya wafuasi ni kufuatia umaarufu wake wa lugha ya Kiingereza licha ya kuacha shule akiwa darasa la 8. Sasa usichojua ni historia ya maisha ya utotoni mwake ambayo ilimchochea kufanya upasuaji wa kufunga mirija ya mbegu za uzazi maarufu kama vasectomy akiwa na umri wa miaka 24 pekee.
Johnson Kesir anasema mateso ya utotoni mwake yalichangia kuafikia maamuzi haya, miongoni mwa mengine yakiwemo kuapa kutopata watoto maishani. Mwanahabari Winnie Chepkemoi alifanikiwa kumtembelea Johnson maeneo ya Kericho na anatueleza zaidi. Johnson Kesir amekuwa mcheshi, mchangamfu kwenye mtandao wa TikTok. Na moja kwa moja nataka tujue kutoka kwake Johnson Kesir ni nani? Kwanza niliacha shule kwa sababu nilikuwa katika environment ama family ambayo ilikuwa ikiwa inani treat, sijui treat kusema kwa Kiswahili treat ni kusema aje kunilea vizuri. Hawakunilea vizuri, so walinichukulia kwamba kwa sababu sikuwa na papa kamili. Papangu sikumuona papangu katika kijiji, katika hiyo kijiji mzima na katika hiyo family mzima hatukuwa na mtu ambaye ama mtoto ambaye amesaliwa nje ya ndoa. Ni mimi peke yangu. So wakawa wakani treat ama kunichukulia kama si kitu, si mtu, sifai. Sasa katika hiyo ntia nikakuwa na komaa nikiwa na ile kitu inaitwa kwa Kiingereza individualism. Ile unakaa peke yako. So individualism mindset ikaingia. Mawazo yangu kawa najaribu kuishi peke yangu, kusurvive peke yangu kwa sababu wamenikataa wote. So hiyo individualism iliniingia kabisa na childhood trauma. Nikaogopa kuwa na watoto. Sasa hizi kukiwa na mrembo mahali aseme nimependa Johnsons, nataka kuishi na yeye. Nimepata wengi, wako wengi sana kutoka South Africa, wengi wenye wanatamani kuwa na mimi. Lakini kidogo niko na uoga mwingi kwa sababu kwanza nilifunjwa moyo. Ya pili ni kwamba kuna Mwafrika msichana ambaye atataka kuwa na mapenzi bila kuwa na mtoto. Ni kwamba ili ukue cement ama kuona kwamba amekuwa stable katika hiyo relationship ni mpaka kuwa na mtoto. Kwa watu wako na talanta kama wewe, unaweza waambia stima sina. Na ningekuwa nayo ningekuwa nafanya mambo yangu kabisa masaa mengi, lakini huwa na I ran out of my battery yangu ya simu yangu imepungua moto, naenda mbali na travel mbali kwenda kukuchacha. Kama hii last mile, tunasikia last mile haifiki, hatuna. Chamge Kesir, hii bye bye kabisa. Bye bye ga. Huyo ni Johnson. Asante. Huyo ni Johnson Kesir kutoka eneo hili la Ainamoi akituelezea changamoto ambazo amekuwa akipitia kwenye maisha yake, na pia amekuwa akituchangamsha sana kwenye TikTok. Nikiripotia NTV mashinani kwenye eneo la Ainamoi, kaunti ya Kericho. Mimi ni Winnie Chepkemoi. Mtazamaji wangu, hiyo ni story ya Winnie Chepkemoi kutoka kaunti hiyo ya Kericho. Nakumbuka siku zote tunasema wewe ndo mjumbe wetu. Mimi siwezi nikafika kila mahali, lakini ili mradi una simu yako ya smartphone, piga picha, tutumie story na utawakilishwa katika NTV mashinani. Wale wa online naona mmeingia mzima. Nisome mbili hapa. Mmoja anasema Kasongo ataje hii barabara, aitengeneze. Mwingine anasema hawa barabara wamtafute Embarambamba. Endeleeni kusema nami pale TikTok, pale X na Facebook. Nitakuwa nafika hapo muda si muda. Mtazamaji wangu, nataka tuende katika mapumziko mafupi niweze kukuandalia story nyingine 3-2 hivi, ikiwemo hii. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Introducing the Smarter Bundle. Bundle imetosha. 30 GB monthly data, yani 1 GB daily. 400 minutes talk time to any network and free Airtel to Airtel. 100% rudishiwa on Airtel money transactions, bank to wallet, pay bills, and agent withdrawals. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit my Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call,
Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Our taxes are not serving us. Our taxes are serving them. If you're a union that can't strike or can't give notices, can't demonstrate, then better shut down. You spend more money than the value of the project. Which project you are not financing? Are you living beyond your means? If you have absolutely nothing left at the end of the month, now that's what I would tell you to figure out what you're spending. Hii gambling, hiyo addiction, kama kwenye mjikuwa na lack. Ni hivyo. Now we are saying that Rigathi Gachagua is the high priest of good governance in this country. Oh, come on. Leadership is taken. Nobody gives you leadership. Telo ikaw, telo kumingato. Fixing the nation, one conversation at a time on NTV, Nation FM, on YouTube, Facebook, X, TikTok, Instagram. We are live everywhere. We are building a community of fixers. Please join us. It's Eric Latif, Mariam Bishar, and Janet Bulwa. In today's world, staying informed is more than just a choice. It's a necessity. Nation.Africa provides you with trusted, insightful, and engaging content to enjoy unlimited articles that go beyond the headlines. Visit Nation.Africa. Browse through the available articles and choose one that interests you. As you scroll down to read the article, you'll encounter a paywall message. To continue reading, please subscribe for full access. If you already have an account, log in using your credentials. If you're a new user, you can either create a new account by clicking register and providing your email address and other required details, or sign in with your Google ID for a quicker, hassle-free registration process. Select the subscription plan that best suits your needs and budget. Provide your payment details as prompted. You can choose between M-Pesa and card payment options. If you have a coupon or promo code, enter it in the designated field to receive a discount. Review your order details and confirm your payment. For M-Pesa, you'll be redirected to your mobile device to enter your PIN. Once your payment is successful, you'll receive a confirmation message. After completing the subscription process, you'll have immediate access to all content on Nation.Africa. Enjoy reading. Nation.Africa. Empower Africa. This is NTV. Yajayo katika NTV jioni. Hali ya taharuki inaendelea Kilgoris na Bomachoge Borabu kwenye mpaka wa kaunti za Kisii na Narok. Watu watatu wafa kona mbaya Matunda kufuatia mtafaruku unaodaiwa kuanzishwa na mzee wa nyumba 10. Somebody is talking about 13 billion shillings spent on the Raila campaign. I don't know which world those guys live on. Na serikali ilitumia shilingi nusu bilioni kumfanyia kampeni aliyekuwa mwaniaji wa kiti cha wenyekiti wa AUC Raila Odinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indulge in that moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. I think we've seen the interest rates come down very, very sharply. And for us, we expect that to stimulate economic activity in the country. I think what also helps with the macro environment is we are seeing an environment where there's predictability, especially in the exchange rates. As
the tariffs are being formed between other jurisdictions across the globe. We may not be the targets as it is currently in terms of that, and if anything, probably we'll see those kind of trade agreements come more in line and actually flourish. The key focus of that is just to make sure that the retail consumer and the retail interests are actually taken care of from a solutioning perspective. Hustle is survival. When a loved one's lost. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Mtazamaji wangu, karibu tena. Sasa zaidi ya wafanyabiashara 200 wa Thika wameandamana wakipinga uhamisho usio halali na uharibifu wa majengo yao ya kibiashara. Wafanyabiashara hao ambao wamekuwa wakifanya kazi katika eneo hilo kwa miongo kadhaa wamepokea taarifa za uhamisho bila kuwepo kwa amri ya mahakama. Wanadai viongozi wa kaunti wamehusika katika kuwabomolea biashara zao. Wafanyabiashara hao wameomba serikali kuingilia kati na kulinda riziki zao. Ni ombi letu kwa mkubwa yoyote ambaye anasikia anapata hii habari, tupate haki yetu. Mimi nimekaa hapa kwa muda wa miaka 2 sasa na niko hapa nafanya biashara. Mimi ni mama mboga, na wakati nilichaguana haki yangu itokee, ifanyike na ifanyiki. Sasa mimi ndatetewa na nani? Naomba Mr. Governor ukuje hapa ututetee. Tuache kufurushwa hapa. Hapa ndio tunapata akiba yetu, na hapa ndio tunapata ile kidogo yenye tunaweza kukula na mafamilia zetu. Walikuwa wamesema ni kesho watakuja kuzipiga. Wakizipiga sisi tutaandamana usiku na mchana, maandamano kubwa hadi tuone suluhisho na tuone haki zetu zikitendeka. Mtazamaji wangu, muda hunasi umefikia muda ya tukafunge, na huku wengi wakiendelea kuwa na kiu ya kupata wafuasi wengi kwenye mitandao ya kijamii, haijawa kazi rahisi. Tukafunge inakuacha na video ya jamaa mmoja aliyejipata pabaya baada ya juhudi za kupata video yake akiogelea kugeuka na kuwa gharama ya kununua simu mpya. Tupatane hapo kesho kwa nguvu zake Maulana. Kwa heri. Let's have it. Come on, baby, let's have it.